Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shalom ndugu zangu wapendwa, na karibuni tena katika ibada letu la leo, ambapo sisi kama Wakristo chakula chetu ni neno la Mungu. Na tusipopata neno la Mungu kwetu ni shida. Sababu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, chakula chake ni neno, na yeye kazi yake kubwa ni kufanya lile neno liweze kuvaa mwili katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kila wakati tunapolisikiliza neno la Mungu linapata nafasi ndani yetu, na lile neno linavaa mwili ili kwamba yale yaliyoahidiwa katika neno yaweze kutimia katika maisha yetu. Unajua, miongoni mwa kazi za Roho Mtakatifu, moja ambayo ni kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kutimiza neno. Is to make the fulfillment of the word of God. Mungu Baba anapotamka neno, sasa ni kazi ya Roho Mtakatifu kufanya lile neno livae mwili, kufanya lile neno litimie, kufanya lile neno liweze kutimia kadiri lilivyotamkwa katika maisha yako. Kwa mfano, Mungu anasema ya kwamba kwa kuwekewa mikono wagonjwa wanapona. Kwa hiyo hilo ni neno la Mungu ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Sasa ni jukumu la Roho Mtakatifu ili kuhakikisha hilo neno limetimia katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa linatimiaje? Sasa linatimia pale ambapo sisi tunaliamini hilo neno, na usipoliamini haliwezi likatimia. Na huu ndio umuhimu mkubwa zaidi wa kuongea kuhusu habari za kukomaa kiroho, sababu usipokuwa mtu mzima kiroho utabaki kuwa mtoto daima, na utabaki kulialia na kitu ambacho tayari una uwezo wa kitu hicho katika mikono yako. Katika ulimwengu wa kiroho, kama nilivyoongea awali, kama ilivyo katika ulimwengu wa kimwili, kuna mtoto kuzaliwa, kuna mtoto kukomaa, na kuna mtoto kuwa mtu mzima. Vivyo hivyo pia ukisoma vizuri katika kitabu cha Wakorinto, kila wakati Paulo akiwa anaandikia Wakristo walioko Korinto, anawaambia ya kwamba ninawaandikia kama watoto wachanga. Na kila wakati akiandikia Wakristo walioko Efeso, anawaandikia kama watu wazima. Kwa hiyo kuna utu uzima katika maisha ya Kikristo na kuna utoto katika maisha ya Kikristo. Kwa hiyo sasa sisi kupitia channel hii tunaendelea kuwaonyesha au kuwakomaza kiroho, sababu kinachofanya mtu akomae ni chakula anachokila. Magonjwa mengi tulio nayo ni magonjwa yanayotokana na chakula. Na hivyo ilivyo katika ulimwengu wa kimwili, kwamba chakula ni dawa, chakula kinakupa afya, chakula kinakufanya ukomae, chakula kinakufanya uwe mtu mzima. Hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho, chakula kinakufanya ukomae, chakula kinakufanya uwe mtu mzima. Kwa hiyo kuna chakula cha watoto na kuna chakula cha watu wazima. So ukiwa mtu mzima ambao unaendelea kula chakula cha watoto, nafikiri utagonjwa. Sababu gani? Chakula kikustahili. Na ukiwa mtoto ambaye unakula chakula cha watu wazima, utagonjwa pia. Kwa nini? Kwa sababu chakula hakikustahili. Ndio maana chakula cha watu wazima ni kwa ajili ya watu wazima, na chakula cha watoto ni kwa ajili ya watoto. So hiki kinacholiwa hapa ni chakula cha watu wazima, ili kwamba wale watu wazima wakomae katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kristo, ninawaalika tena kusikiliza hili neno la watu wazima ili muweze kukomaa. Tunataka Wakristo ambao wamekomaa. Mungu pia anahitaji sisi tukomae, tuwe watu wazima katika yeye. Tujue ya kwamba Mungu anahitaji sisi tukomae, tusibaki watoto miaka nenda miaka rudi. Mungu hataki utoto. Mungu anataka tuwe watu wazima ambao ni Wakristo wanaojitambua na wanaojielewa. Na ndio maana kila wakati Yesu alipokuwa akitembea na wanafunzi wake alikuwa hataki utoto. Wakimletea utoto anawakemea kabisa vikali sana. Na katika Ukristo pia wako wengi makanisani ambao bado wana utoto. Sasa katika kuliendea hili, tulianza kuona kwanza tabia za kiungu ambazo tulisoma katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 7. Hizi zinaitwa tabia za kiungu. Ndizo tabia, dalili zinazostahili kuwa ndani ya Mkristo, mtu ambaye amekomaa kiroho. Kumbuka, haya ni maneno ya waliokomaa kiroho. Haya sio maneno ya watoto wachanga wanaoyumba huko na kule. Hapana. Haya ni maneno ya watu wanaoishi duniani, wanajua wanafanya nini na wanajua wanaenda wapi. Hebu fungua kwanza haraka katika kitabu cha Petro wa 1 sura yake ya 1 mstari wa 5 hadi wa 7. Hizi tabia 8 au 7 ambao tulianza: imani, wema, maarifa, kiasi, saburi, utauwa, upendano wa kindugu na upendo, ndo kimo cha mtu mkamilifu. Ndugu Branham anasema kwamba hichi ndo kimo cha mtu mkamilifu. Petro wa 1 sura yake ya 1 mstari wa 5
hadi wa 7. Okay, mimi nasema hivi kwa Ndio. Yesu Kristo. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Petro wa pili. Petro wa pili. Yeah. Petro wa pili mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 5. Naam. Na kwa sababu hiyo eti kwa sababu hiyo mkijitahidi sana. Sasa unaona hapo Petro anapoandika anasema mkijitahidi sana, ina maana ni yule mtu ndiye atakayejitahidi. Are you hearing that? Kwa hiyo wewe kama Mkristo ambaye umekomaa una nafasi ya kujitahidi katika Ukristo wako. Ndio maana ukiwa mtu mzima katika Ukristo, si kila swali utasema oh Mungu hivi, oh shetani kile. Kuna mambo mengine it's your own responsibility. So it's up to you to work, to do something. Hiyo ni dalili ya waliokomaa kiroho. Lakini ukiwa ni mtoto, una cha kujitahidi. Mtoto anajitahidi nini? Hawezi kujitahidi chochote. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba kama umekomaa kiroho, una mambo ya kujitahidi pia katika Ukristo wako. Kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Katika imani. Kwanza ni imani. Tumeongea kuhusu imani tayari. Katika imani yenu tieni na wema. Na katika wema wenu maarifa. Na katika maarifa yenu kiasi. Na katika kiasi chenu saburi. Ndio. Na katika saburi yenu utauwa. Na katika utauwa wenu upendo wa ndugu. Na katika upendano wa ndugu upendo. Hizi ndizo tabia 8 tulizoziongea. Nafikiri juzi jana, sijui siku gani, kwamba dalili au kimo cha mtu mkamilifu. Daima tunaziandika hivi. Mtu anapookoka, anapoanza Ukristo, bado ana miwasho mingi sana. Anajenga msingi wake. Huu msingi ndio unaitwa nini? Imani. So kadiri siku zinavyokwenda, kadiri unavyozidi kukomaa, kadiri unaendelea kugonda kimwili. Ina maana kadiri zile tabia za kimwili zinaendelea kuanguka. Kadiri mwili unaendelea kupotea, roho anaendelea kuinuka. Kadiri mwili wako unaendelea kuwa chini, yani ile flesh inaendelea kuwa chini na roho anaendelea kuinuka. Mwanzo mwili unakuwa mkubwa hivi, lakini bado una imani ambao ndio msingi unayobeba Ukristo wako. Na baada ya imani, kadiri siku zinavyoenda, so unanipata vizuri hapa kadiri siku zinavyoenda na kadiri mwili unaendelea kupunguka na kadiri sababu vyote vitakavyokuja vitakuwa sawa sawa na msingi. Baada ya imani ikaja nini? Wema. Wema unakuja unaongezwa juu ya nini? Juu ya imani. Unaendelea kupunguka tena unapondwa. Juu ya wema inakuja nini? Maarifa. Tena unapondwa, Mungu anakuponda tena unapunguka. Juu ya maarifa inakuja nini? Kiasi. Unaona hapo? Mungu anaendelea kukuponda. Juu ya kiasi kunakuja nini? Saburi. Kuchora kwangu bana mimi. Hebu nisaidie kidogo hapa. Hebu nichore vizuri zaidi hapa. Naona mimi sio mchoraji mzuri. Okay. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7. Hivyo kama ilivyosema. Yaani inaanza nini? Imani. Tulisema ndo msingi. Imani ndo msingi wa Ukristo wako. Na kadri siku zinavyoenda unajitahidi. Hapa inategemea na kisi unavyojitahidi. Yaani hapa ni Ukristo wa watu wazima. Kadri unavyojitahidi unaongeza nini? Wema. Unapambana, unajitahidi, unaongeza kitu inaitwa nini? Maarifa. Unapambana, unajitahidi, unaomba sana, unafunga, unaishi neno, unaamini neno sana. Baadaye unaongeza kitu kinaitwa nini? Kiasi. Unapambana tena sana vya kutosha, juu ya kiasi unaongeza saburi. Baada ya kupambana sana juu ya saburi unaongeza utauwa. Baada ya kupambana sana juu ya utauwa unaongeza upendo wa ndugu. Na Mungu sasa anaona kwamba umehenea, ndiposa anakuvalisha kofia.
Si ndio hivyo? Na hii kofia anayokuvalisha Mungu ndio inaitwa nini? Upendo. Sasa hiki ndo kimo cha mtu mkamilifu ambacho kimeandikwa katika Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 7, ambaye katika kujitahidi kwako wewe, hebu fungua sasa hii Petro wa pili tena 1:5-7. Naam. Na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Mkijitahidi sana kwa upande wenu, sio kwa upande wa Mungu. Sababu hapa kuna pande mbili, kuna upande wenu na kuna upande wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo Mungu yeye katika upande wake ameshamaliza ya kwake. Wanaohitajika sasa kujitahidi kwa upande wao ni sisi. Kwa hiyo tujitahidi sisi kwa upande wetu kwenye imani tuliyopewa. Katika imani yenu tieni wema. Tutie na wema. Unajitahidi tena juu ya wema unaongeza wema wenu maarifa. Unajitahidi tena juu ya maarifa unaongeza kiasi. Tena unajitahidi juu ya kiasi, katika kiasi chenu saburi. Tena unajipambana juu ya saburi yako, saburi yenu utaua. Tena unapambana juu ya utaua wako, upendano wa ndugu, na juu ya upendano ndo unakuja upendo. So hizi ndo zinaitwa tabia za kiungu. Kwa mtu aliyekomaa kiroho ana hizi tabia. Nafikiri tumeziongea vizuri katika episode iliyopita. Nimesema zinaitwa nini? Tabia za uungu. Hizi zinaitwa tabia za uungu. Sasa leo hatutaongea tena kuhusu tabia za uungu, kwa sababu tumeshaongea kwa undani kitu kimoja baada ya kingine. Leo hatuoni tena tabia za uungu. Katika mwendeleo huu wa watu kukomaa kiroho, katika mwendeleo huu wa kukomaza watu kiroho, leo tunaona sasa tunda la Roho. Leo tutaona nini? Tunda la Roho. Na huyu Roho ni Roho Mtakatifu. Nafikiri mnafahamu hilo. Hatuwezi tukaongea masuala ya roho wa shetani. Hili tunda ambalo tutaona hapa, hebu fungua Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22. Hili tunda ambalo tutaona hapa ndo tunda la Roho Mtakatifu. Linaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Lakini hili tunda la Roho Mtakatifu ndani yake ni tunda moja. Umesikia wamesema matunda? Ni tunda moja. Lakini hili tunda lina partition, si kama chungwa au nini chungwa, ndimu, orange. Wanaitaje orange kwa Kiswahili tena? Si ndio chungwa? Aha. Chungwa ni tunda moja, lakini ndani ya chungwa kunatoka mapartition nyingi. Si hivyo? So hili la Roho Mtakatifu pia ni tunda hili moja, lakini hili tunda lina partition 9. Lina vipande vingapi? 9. Lakini ni tunda hili moja. Kwa hiyo tutaingia ndani ya hilo tunda na kusambua hilo tunda. So yeyote ambaye amekomaa kiroho, yani ana Roho Mtakatifu, na ukiwa na Roho Mtakatifu lazima hili tunda litaonekana na partition zake zote. Ubaya ni kwamba hili tunda haliwezi kosa kuenea na partition zake zote. Lazima zina partition zake, lakini ni tunda moja. Soma hiyo Wagalatia 5:22. 5:22. Lakini tunda la Roho, wanasema tunda wanasema matunda ya Roho. Aha. Tunda la Roho ni, hebu twende. Upendo. Aha. Furaha. Imani. Hebu nianze hapa 1, 2, 3. Imani Imani. Uvumilivu. Uvumilivu. Utu wema. Fadhili. Uaminifu. Uaminifu. 8 upole. 9 kiasi. Okay. Hili ni tunda la Roho ambalo lina partition 9. Hizi ni tabia za uungu ambazo ni tabia 8. Naomba mnielewe vizuri hapa. Sawa? Tunaendelea kuongea habari za kukomaa kiroho. Au tuongeze kingine kimoja? Tuongeze nini? Tuongeze dalili za upendo.
dalili za upendo. Hii hapana, tumalize kwanza hii, tutaongeza hiyo nyingine baadaye. Sawa? Hapa tuna tunda la Roho na hapa tuna tabia za uungu. Tabia za uungu ni 9. Tunda la Roho lina partition, tabia za uungu ni 8. Tunda la Roho lina partition 9. Lakini kabla sijaenda mbali hapa, nataka kwanza nionyeshe watu tofauti kati ya upendo na upendano wa ndugu. Sababu ndio iliyo hapa tena. Ukitazama pia katika tabia za uungu katika kitabu cha Petro wa pili 1:5 hadi 7, hapo tumesoma katika kitabu cha Wagalatia, si ndio hivyo? Wagalatia 5:22, si hivyo? Okay. Sasa katika Wagalatia 5:22, katika tunda la Roho partition ya kwanza ni upendo. Na katika Petro wa pili 1:5 hadi 7, katika tabia za uungu, tabia ya mwisho ni upendo. Huku kwenye tabia za uungu ni ya mwisho, na huku kwenye tunda la Roho ni ya kwanza. Ila hizi zote tunasema ni dalili za mtu aliyekomaa kiroho. Ila tukitazama kwenye Petro wa pili 1:5 hadi 7, mwisho ya 7 ni upendano wa ndugu, ya mwisho ni upendo. Kwa hiyo ninachotaka kuanza kwanza hapa ni tofauti kati ya upendo na upendano wa ndugu. Upendano wa ndugu. Sababu haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti. Upendo ni tofauti na upendano wa ndugu. Upendo ni tofauti kabisa na upendano wa ndugu. Mambo mawili tofauti. Upendo ni nini? Ndio nataka nianze kueleza, si hivyo Upendo kwa Kiebrania, huu upendo ulio hapa kwa Kiebrania unaitwa agapao. Sawa? Na upendano wa ndugu ni upendo pia, kwa Kiebrania unaitwa Philadelphia. Sasa Biblia inatuomba yote mawili. Biblia inatuomba agapao, yani lazima uwe na agapao na lazima uwe na Philadelphia. Kitu ambacho Biblia inatukataza ni kinyume ya upendo wa kiungu ambao ni upendo wa kimwili ambao unaitwa tofauti ya agapao ni nini? Agapao Phileo. Okay. Phileo au Philadelphia ni upendo wa kifileo au upendo wa Philadelphia. C'est toujours la même chose. Sasa naomba usikilize hapa. Twende vizuri hapa. Huu ni upendo na huu ni upendo. Philadelphia au Phileo ni upendo, agapao pia ni upendo. Huu upendo wote ni upendo mzuri na kila mtu anaomba kuwa na huu. Ila kwanza nataka nianze kueleza kwanza habari za agapao, and then nitaonyesha tofauti. Agapao ni upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu ni upendo wa Mungu, ni upendo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Huu upendo wa agapao si upendo unaokuja kulingana na hisia, hapana. Huu upendo wa agapao ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Huu upendo haukuji kwa sababu umenipa pesa nyingi, haukuji kwa sababu unanitazama nikiwa mgonjwa. Huu upendo unapenda hata bila vigezo. Ni tabia fulani ya Mungu, asili ya Mungu, upendo wa kiungu. Na huu upendo ukiwa ndani yako unapenda kila mtu sawa sawa bila kubagua. Huu upendo haijalishi wewe ni mlemavu, haijalishi wewe ni maskini, haijalishi una dhambi nyingi, haijalishi wewe ni malaya haijalishi wewe ni mvuta sigara. I just love you. That is how it works. Huu upendo ni mkubwa sana, una nguvu kubwa mno, kiasi kwamba hakuna mtu hata mmoja
ambaye anaweza akawe na nguvu zaidi ya huu upendo. Kuna kitu nimeandika hapa ambacho nataka nisome. Ni upendo wa kiungu, ni upendo wa Mungu. Agapao ni upendo wa kujitolea, ni upendo wa kukubali hata kutoa maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine. Ndio huu agapao. Agapao ni Mungu. Yeye alipotupenda sisi, niongee kidogo. Mungu alipotupenda sisi hivi alitazama vigezo? Hapana. Hatukukuwa na vigezo vya kupendwa na Mungu, kwa sababu Mungu yeye ni mtakatifu, sisi ni wafanya dhambi. Mungu yeye ni mtakatifu, sisi tunaiba, tunadanganya. Unaona mtu ni mchungaji kabisa lakini anadanganya. Unaona mtu ni mchungaji kabisa lakini anaiba. Yaani tunaiba, tunakosea sana, lakini Mungu anatupenda. Do you see that kind of love? Mungu anatupenda, na alitupenda kabla tujawa jinsi tulivyo. Ina maana Mungu alitupenda tukiwa bado dhambini kule, akatupenda na dhambi zetu zote. And then kwa ule upendo wake yeye akatuvuta kutotoa dhambini, akatuleta katika neno lake. Unaona agapao Kwa hiyo agapao ni upendo wa kiungu, ni asili na tabia ya Mungu. Ukipenda kuelewa vizuri zaidi ya agapao, tazama Yesu. Ule upendo uliokuwa ndani ya Yesu ndio upendo wa agapao. Yesu akakubali kuja kufa kwa ajili ya wafanya dhambi. Are you hearing that? Kwa hiyo Yesu alikuja, akakubali, akafa, akatundikwa msalabani kwa ajili ya watu wanaompiga tena. Ule ndio upendo wa agapao. Ina maana upendo huu wa agapao una tabia zake, na baadhi ya tabia za upendo wa agapao ni huu: unapenda hata adui. Huu upendo wa agapao, tabia yake ya kwanza ya upendo wa agapao, huu upendo unapenda hata adui, ambao ni tofauti kabisa na upendo wa Philadelphia, ni tofauti na upendo wa Phileo. Upendo wa agapao unapenda adui, yani unasikia mtu anatafuta kuue lakini bado unampenda. Yani unasikia mtu anatafuta kuangamizi lakini bado unampenda. Huu ndio unaitwa upendo wa agapao. Mtu anatafuta kuangamizi lakini bado unafanya nini? Unampenda, na unampenda kabisa mle ndani ya moyo. Huu upendo wa agapao sio upendo wa maneno tu, eti nampenda fulani. Hii ni kitu fulani kiko ndani ya moyo wako kabisa, kinakaa mle ndani, na yani kina mizizi, kiko mle ndani, kinatulia, wala sio hisia, wala sio mawazo mazuri, wala ni kitu kiko ndani. Unapenda hata nani? Hata adui wako, mtu anayekuinda kuwe. Jambo la pili, huu upendo unasema tu yaliyo kweli. Huu upendo wa udanganyi. Unasema tu iliyo kweli. Huu upendo hauletwi na hisia, au hauletwi na kitu kizuri ulichonifanyia. Huu upendo hauletwi kwa sababu umenitendea kitu kizuri. Upo, unitendee vizuri, sawa. Unitendee vibaya, sawa. Yaani pale unaposikia mama anasema haufiki kwangu na mimi sitafika kwako. Huyo hana upendo. Sawa, huyo hana upendo wa agapao, kwa sababu yeye anakuja kwangu kwa sababu naenda kwake. So hata kuja kwangu sababu mimi siendi kwake. Ina maana hanipendi, ila ananipenda nikienda kwake. So mtu aliye na upendo wa agapao, nitakuja kwako tu. Yani wewe uje kwangu, usije kwangu, mimi nitakuja kwako. Kuna ndugu mmoja alifika hapa akaniambia, mzee, nimekualika ufike kwangu uje uniangalie, haukukuja, ilinikwaza sana, na ndio maana siku zote hizi na mimi nilikuwa sifiki hapa kwako. Ya ndugu, Mungu akusamee. Wewe hujui ninapitia mangapi, hujui nina shida gani, hujui kipi kimenizuia nisije kwako. So unabaki tu kulaumu tu. Na zaidi hapo sio upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu ni wewe uje kwangu hata kama sije kwako. Kitu kingine, upendo wa agapao unapenda hata asiye stahili. Unaelewa vizuri? Huu upendo unapenda hata asiye stahili. Naomba kidogo ukafungue kitabu cha Yohana 3:16. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Karibu mzee. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na. Sasa angalia ulimwengu. Hivi Mungu aliupenda ulimwengu, na tunajua sote ulimwengu. Je, wewe unaruhusiwa kupenda ulimwengu? Biblia inakukataza usipende ulimwengu na mambo yake, si ndio hivyo? Si ndio Biblia hiyo? Au tusome hiyo pesa? Tunakatazwa kupenda nini? Lakini hiyo Biblia inatuambia kwamba hata hivyo
Hebu soma tena hiyo Yohana yako. Kwa maana jinsi Ehe. Mungu aliupenda ulimwengu. Now just imagine ulimwengu kama jinsi ulivyo leo. Mungu akaupenda huo ulimwengu. Ulimwengu tukiutazama katika Biblia, ukisikia ulimwengu, Biblia kuna tofauti kati ya ulimwengu na dunia. So ukisikia ulimwengu, yani ni tabia mbaya za wanadamu ndio zinazojaa katika ulimwengu. Sisi kama Wakristo hatupaswi kupenda ulimwengu. Ukiona ndugu anapenda ulimwengu maana yake huyo ndugu ameanguka. Ulimwengu ni kitu kibaya, ulimwengu si kitu kizuri, ulimwengu ni kitu kichafu, ulimwengu maana yake dhambi, ulimwengu maana yake kitu ambacho hakistahili, kitu ambacho kimeanguka, ndio ulimwengu. Tukisema ule ndugu ameenda kwenye ulimwengu, amekuwa kama walimwengu, amekuwa mtu wa ulimwengu, yani huyo mtu ameanguka, ni mchafu, amerudi kwenye matope. Sasa Mungu kama Mungu ndo akapenda huo ulimwengu. Unaona upendo wa agapao? So upendo wa agapao unapenda mtu asiyestahili. Upendo ukianza penda naye stahili, huo tena sio upendo wa agapao. Huu unapenda yule asiyestahili. Huu upendo wa agapao una ubaguzi. Upendo wa agapao haupendi kwa sababu ya hisia. Sababu upendo wa Filemo unapenda kulingana na hisia. Alinipa dola 100 kisha na mimi ninampe abana wa dolari kan onyemia kisha unampenda, unakuwa unaenda. Huo si upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu unapenda bila kujali chochote. Sasa huo upendo huo ndo patisheni ya kwanza ya lile tunda la Roho Mtakatifu, na ndo patisheni ya mwisho ya zile tabia za uungu za kimo cha mtu mkamilifu. Ongeza tena kidogo katika Yohana wa kwanza 4:8. Yohana wa kwanza 4:8. Inasemaje? Yohana wa kwanza 4:8. Yohana wa kwanza 4:8. Ndio. Inasema hivi. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. So huo upendo unaoongelewa hapo ndio huu upendo wa agapao. Eti yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Ndio maana nilikwambia huu upendo wa agapao tofauti yake na upendano wa ndugu ni kwamba upendo wa agapao ni tabia ya kiungu, ni tabia ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo unapokuwa na uwezo wa kupenda mtu bila kujali vigezo, maana yake umekomaa. Hapa ndo kunaangaliliwa mtu aliyekomaa kiroho. Sio kucheza, sio kuhubiri, sio kuimba. Ni mtu anapofika kwenye hatua ya kupenda mtu hata kama hastahili kupendwa. Sababu kuna wengine hawastahili kupendwa kabisa. Wewe useme kwa mfano mtu anakutukana, anakuteta, anakuwia mtoto, anakutupia magonjwa. Wewe mwenyewe unasema hata huyu mimi na yeye mpaka kukaburi. Yaani huna upendo wa Mungu. Na ukikosa upendo wa Mungu, yani wewe si wa Mungu. So unapofika kwenye pointi unaanza penda mtu bila vigezo. Hebu fungua kidogo Mathayo 5:44. Mathayo 5:44. 5:44 inasema hivi. Inasemaje? Lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Ndio upendo wa agapao. Wapendeni. Kupenda adui sio jambo rahisi. Wapendeni adui zenu. Waombeeni wanaowaudhi. Unaona hapo? Kumpenda adui, kumwombea anayekuudhi ni zaidi ya upendano wa kindugu. Ni mbali sana. Kwanza wenyewe unaitwa upendano wa kindugu, ni kama vile ndani kuna ubaguzi fulani. Upendano wa kindugu, yaani sonona wenyewe unajitafsiri. Nafikiri wao una haja ya kueleza. Upendano wa kindugu ni tofauti sana na upendo. Upendano wa kindugu huu tukianza kuongelea unaletwa na hisia, ni kama vile urafiki wa Kikristo. Upendano wa kindugu ni wandugu wanapendana wao kwa wao. Ni upendo ambao uko miongoni mwa waaminio. Ni upendo ambao unaishia, ni urafiki fulani wa Kikristo ambao ni tofauti sana na upendo. Ndio maana maandiko yanasema tupendane kwanza sisi kwa sisi, alafu upendo wetu uende wapi? Uende nje. So upendo ndo Mungu mwenyewe. Upendo ndo Roho Mtakatifu. Upendo ndo kigezo kikubwa zaidi cha kudhibitisha ya kwamba umekomaa kiroho.
kiasi kwamba na hili litoke moyoni mwako. Sio jambo la unafiki, unaonyesha mtu mdomoni unampenda, kumbe kweli ndani humpendi. Hapana, hili likianza kutoka katika moyo wako mwenyewe unajijua kwamba na fulani nampenda, fulani nampenda, fulani akiwa katika shida nitamsaidia, akiwa katika matatizo nitamsaidia, hata kama afikagi kwangu nitamsaidia, hata kama uwaga anisalimii, yani me I don't care. Uwaga anisalimii, that is not my God. That's nothing to do with me. Mimi ninampenda, I just love him. Awe malaya, awe mbaraga, awe mwizi, I just love him. Unapenda watu hivyo? Hebu nenda katika Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 13. Sasa utajuaje kama una huu upendo? Hizi sasa ndo dalili zake, ili utambue ya kwamba una huu upendo. Sikia dalili za mtu kutambua kama ana huo upendo. Nimesema ili utambue kwamba una huo upendo, kuna dalili zake ambazo ni dalili 9 pia ziko sawa sawa na tunda la Roho. Hizi dalili ukiwa nazo, maana yake wewe una huu upendo. Hebu zisome. Twende kwenye Wakorintho wa kwanza 19. Wakorintho wa kwanza 19. Dalili za huu upendo, dalili zake. Tunaanza moja. Wakorintho wa kwanza 13, kwanza mstari wake wa kwanza. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo kuwa shaba iliayo na upato uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Twende sasa, upendo. Nikitoa mali zangu zote. Unaona huu upendo? Huu si upendo wa kawaida, sababu unatoa mali zako zote kuwalisha maskini. Endelea. Tena nikijitoa mwili wangu, mpaka unajitoa mwili wako. Huu si upendano wa ndugu, niungue moto. Kama sina upendo, sababu wakati unatoa mwili wako ungue moto, yani huu mtu unampenda upendo wa kindugu. Kwa hiyo inawezekana kutoa mwili wako uugue moto kwa ajili ya mtu, lakini humpendi upendo wa agapao, ila unampenda upendano wa ndugu. Unaona hapo sasa? Ndio hapo. Usifikiri ya kwamba mtu anayetoa chakula kumlisha mwingine eti ampendi. Anampenda. Lakini inawezekana umpe mtu chakula ila humpendi upendo wa kiungu, ila unampenda upendano wa kindugu. Ndio maana unaona Biblia inasema tuwe upendano wa kindugu, alafu tena upendo. Endelea. Upendo uvumilia. Voila. Hizo sasa ndo dalili za kuonyesha kwamba una upendano, una upendo, yani upendo wa Mungu ndani yako. Kwanza ni uvumilivu. Kama una uwezo wa kuvumilia mtu, tunapatana vizuri hapa. Kama una uwezo wa kuvumilia mtu, kama kuna jambo la kuvumilia mtu, maana yake huyu mtu amekukosea. Maana yake huyu mtu amekutendea vibaya, amekuiba, amekudhulumu, amekutusi, amekutendea vilivyo vibaya. So kama hujafika kwenye hatua na uwezo wa kuvumilia mtu, yani humpendi upendo wa kweli, unampenda kwa upendano wa kidugu. Ndo wale unaona mtu watu ni marafiki vizuri tu, wanakaa miaka 2 miaka 3, lakini rafiki yake siku moja anamdhulumu $500. Urafiki unafanya nini? Unakatika. Anambia kweli unaniiba $500 mimi na wewe. Ina maana walikuwa wanapendana ndio, lakini upendano wa kindugu. C'est comme un amitié spirituelle. Lakini walikuwa hawapendani upendano wa kiungu. Kwa nini? Kwa sababu hawawezi kuvumiliana. Kitu kingine ya pili, kufadhili maana yake kusaidiana, kuhurumiana. Yani shida ya mwenzako inakuwa kama shida yako, matatizo ya mwenzako ni matatizo yako, unapata uchungu mwenzako anapopata shida, yani unamfadhili. Unaweza hata ukampatia hata ulicho nacho ili kwamba atoke katika shida. Jambo lingine 3, upendo hausudu, kutokuusudu. Jamaa tunaweza tukaponde muda wote hapa. La 4, upendo hautakabari, kutotakabari. Haujivuni, kutojivuna. La 5 hilo haukosi kuwa na adabu. Tuende basi pole pole. Kutojivuna.
upendo wa Mungu, yani huu upendo wa kweli haujivuni. Mtu ambaye anapenda mwingine vizuri vizuri, hauwezi ukajivune mbele yake. Ndio pale namwambia ndugu, tufanye hiki, unaringa, unajivuna. Unaambia tufanye kazi ya Mungu hapa, kuna tufatoe tofari, unajivuna, maana yake upendi Mungu. Ya 6, haukosi kuwa na adabu. Upendo wa Mungu unaambatana na adabu. Unaona kijana mguruguru nini, yani hana upendo wa Mungu. Yuko tu na ile courage ya kukamu ba frere. Ndugu, habari mpendwa nini, yuko na nini, na upendo wa ndugu, lakini hana adabu. So huwezi kuwa na adabu kama huna upendo wa Mungu ndani yako. Sasa kwa jinsi huyu kijana hana upendo wa Mungu, ila yuko na upendo wa kindugu, atakaa vizuri ndani ya wandugu, anawasalimu, lakini hatakuwa na adabu. Adabu ni moja miongoni mwa ishara za upendo, sio upendano wa ndugu. Ndio maana kuna wengi ambao ni wa ndugu, lakini wana upendo wa kindugu, lakini hawana adabu, yaani hawana upendo. Ya 7, hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Ya 8, hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Ya 9, hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Unaona hapo sasa? Yaani ukiwa na upendo wa Mungu ndani yako, ukiwa na huu upendo tofauti na upendano wa ndugu, uweze hesabiria mtu mabaya. Kwanza utayasaulika, utayasahau. Yaani ile the only fact of sitting down, unaanza kuhesabu, mwaka fulani alinifanya hivi, mwaka fulani alinifanya hivi, mwezi Juni alinitukana, mwezi Julai akanitupia mate, yani huna upendo ndani yako, lakini una upendano wa ndugu. Sababu kitendo cha wewe kumjali unampenda, lakini humpendi upendano wa kiungu. Na la mwisho, haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Unaona, huu upendo huu ndo unaitwa upendo, ambao ni tofauti na communion fraternel. Huu upendano wa ndugu ni kama ushirika tu miongoni mwa wandugu. Ni kama yani watu wanashirikiana, wanatembea, ndugu Bwana akubariki nini, na kuna upendo. Yani hii communion fraternel inachangia kidogo ndani, kuna upendo, inaitwa Philadelphia. Yani ni ushirika, ndio maana unaitwa upendo wa Philadelphia. Sasa ukiwa na hizi dalili hizi, yani chukua hizi dalili ziweke kwa mtu huyu mmoja miongoni mwa hii dunia mzima. Ukitaka sasa kupima, pima kwa kila mtu mmoja mmoja unayetembea naye. Ukiona hizi dalili unaziapply kwake, yani unampenda upendo wa kiungu. Na kama unapenda mmoja upendo wa kiungu, yani unapenda wote. Yani uchukue mtu mmoja and then uone kama kweli una uwezo wa kumvumilia kwa makosa yote ambayo amekufanyia. Ndio maana Yesu alikuwa na upendo wa kiungu. Yesu ndiye aliyechagua wanafunzi 12, si hivyo? Yeye ndiye aliyechagua Yuda, si hivyo? Yeye akakaa na Yuda, akavumilia Yuda kwa makosa yake yote. Akavumilia. Ulisikia kwenye Biblia sehemu fulani Yesu yuko anahonya Yuda, we Yuda, we huko mwizi, unaiba pesa. Haipo. Je, unafikiri Yuda wakati alikuwa anaiba Yesu alikuwa hajui? Alikuwa anajua. Alikuwa anaona. Na wakati Yesu alimchagua Yuda, alijua huyu nimemchagua, lakini itakuwa shida huko mbele. Na hakuna mahali hata pamoja unaona kama vile Yesu alikuwa anachukia Yuda. Hakuna. Biblia yote soma mwanzo mpaka mwisho, Yuda alikuwa anasaminishiwa kama wanafunzi wengine wote, na watu walikuwa tu sawa sawa. Na Yesu hata hivyo alikuwa anajua Yuda kama ni mwizi, na zaidi hapo akachukua pesa, kesi akampa, chunga pesa uwe mchungaji. Yuda yeye akaona sasa hapa, akaendelea kuiba na Yesu akamvumilia. Huu ndio uvumilivu. Unaona hapo ufadhili, kutokuhusudu, kutokutakabali, kutojivuna, kutokuhesabu mabaya, kuwa na adabu. Yesu alikuwa anaheshimu kila mtu. Ndugu Branham anasema mahali fulani ya kwamba nikikutana na mtu ambaye ananizidi umri, nikiwa kwenye kiti, nitatoka kwenye kiti nimwachie kiti. Nikiwa navaa kofia kwa kumsalimia, nitatoa kofia nimsalimu. Lakini kumpigia magoti, hilo hapana. Ni la Mungu peke yake. Unaona adabu? Yaani kuna hata majesti unaweza ukafanye, ni adabu. Kwa mfano mgeni anafika kwako, hata kama kuna viti vingine viko wazi, ila wewe mwenye nyumba, toka kukiti ambacho unakaa. Kwa nini unatoka?
Si yetu mwambie hiyo kiti kingine kilikaa pale. Hapana, huko ndiko unaitwa kukosa adabu. Katika nchi za Waswahili inasema kukosa adabu. Wewe unakaa chini unamwambia mgeni kiti kingine ile pale, kamati ile nyiko pale. Hapana. Wewe toka kwenye kiti chako, muachie, and then wewe chukua kile kingine kaa. Hivi inaonyesha nini? Adabu. Umemheshimu, umemtokea kwenye kiti. Adabu. Upendo haukose kuwa na adabu. Hizi dalili sasa ndio uzitazame. Hapo utaelewa sasa upendo, na utaelewa tofauti kati ya upendo na upendano wa ndugu. Nafikiri hili ndio tulianza nalo ili kwamba tuingilie sasa hili kiundani. Upendano wa ndugu sasa ni nini? Nafikiri nimeshaonyesha. Upendano wa ndugu ni ule ushirika, kwa Kifaransa inaitwa communion fraternelle, amour fraternelle. Yaani ni ule ushirika miongoni mwa watu. Ile watu wanasema kitu tunakuwa tunashirikiana. Sote tunashirikiana sisi kwa sisi. Hili ndio inaitwa communion fraternelle. Njoo hii upendano wa ndugu. Frere anaenda kwa frere, ndugu anaenda kwa ndugu, ndugu tunapendana sisi kwa sisi, mnaangaliana, mnatazamana. Hii kwa hata mafamilia zetu. Yaani ni kama upendo wa kifamilia. Sio na kisa watu wanapenda familia. Kukikuwa msiba nyewe wote wa familia mnaenda pale, upendo wa kifamilia ule. Sasa ule upendo wa kifamilia sasa unaingizwa katika kanisa. Sasa mkanisa ndio unaitwa upendano wa ndugu, communion fraternelle. Ndugu akipata matatizo sisi wote tunakuwa pale. Ukikuwa na pesa kama ni kusaidia ndugu na wewe unamsaidia nini. Sasa unaweza ukafanya hivyo vyote na wewe huna upendo. Sasa nabii anasema hivi, ndugu Branham, ya kwamba huu upendano wa kindugu bila upendo ni kazi bure. Huu upendo huu ndio unabeba upendano wa kindugu. Sasa unaweza ukawe na upendano wa kindugu na wewe huna upendo, yani bado bure. Ndio maana kwenye upendano wa kindugu lazima tena uongeze upendo. Ndio sasa upendano wako wa kindugu unakamilika. Kwa hiyo upendano wa kindugu bila upendo ni kazi bure. Baada ya wewe kuona una upendano wa kindugu, asilimia kubwa ya wandugu wana upendano wa kindugu. Sasa anza sasa kutafuta upendo. Ukishapata huu upendo, unauchanga na upendano wa kindugu, subiri kunyakuliwa. Wewe hauna kingine, wewe unakaa tu pale unasubiria Mungu akuye uende mbinguni. Kwa hiyo kifupi, hiyo ndo tofauti kati ya upendo na upendano wa kindugu. Sasa turudi moja kwa moja kwenye somo letu ambalo tunalo ni kukomaa kiroho. Nafikiri sasa ni episode ya pili. Episode ya kwanza tulianza kwenye tabia za uungu. Hivi sasa tuko kwenye tunda la Roho ambalo nimesema ni tunda hili moja. Hebu fungua tena Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22. Sio matunda 9. Sio matunda 9, ni tunda moja ambalo liko na partition 9 mule ndani. Kama vile chungwa. So chungwa ni tunda moja, na ukilifungua hivi liko na partition nyingi mule ndani. Na Biblia inasema kwamba eti hivyo ndivyo gisi lilivyo ile tunda la Roho, ni tunda hili moja. Hebu soma. Lakini tunda la Roho. Lakini tunda la Roho. Inasema lakini matunda ya Roho. Lakini tunda kwa Kifaransa anasema le fruit de l'esprit. Yaani ni tunda hii. Lakini hilo tunda moja lina partition ngapi? 9. Ya kwanza ni upendo. Kwa hiyo sasa ukianza kuona haya matunda ndani yako, yaani wewe umekomaa kiroho. Kwa hiyo kukomaa kiroho kwanza kunaanzia hapa kama tulivyoeleza juzi ile. Baadaye sasa kuna kuja hapa, and then baadaye kuna hatua nyingine ya tatu ambayo tutaiendea baadaye. Upendo. Yaani unapenda mtu bila vigezo. Unapenda mtu bila sababu. Unapenda mtu ambaye hata hastahili kupendwa. Unapenda mtu pamoja na madhaifu yake yote. Unapenda mtu bila kumjali yeye ni nani. Unampenda, you just love him. Yaani ni kitu fulani kiko ndani yako, ni kitu fulani ambacho uwezo kakiondoe. Ni asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Alafu ya pili ni furaha. Hiyo furaha sio furaha ya kwa sababu ulipata $1,000. Sio furaha ya kiulimwengu. Hii ni furaha ya kiungu. Kumbuka haya mambo yote hapa ni mambo ya kiungu. Sababu kuna furaha ya kiulimwengu ambayo ndio ile furaha inaletwa na kitu ulichokipata, inaletwa na hisia.
Kwa mfano umejenga nyumba yako, unaiona, unafurahi, nimemaliza nyumba yangu. Sasa hiyo sio furaha ya kiungu. Hiyo sio ndo hii. Unaweza ukawe na hiyo furaha, na kwa mfano hii furaha wako nayo watu kwenye pombe. Wanaume wako pale, machupa, nyama za kuchomewa nini, wanakula wote, wanacheka cheka. Sio hiyo. Hapa tuongelee kuhusu hiyo furaha. Hii furaha tunaoongea hapa ni furaha ya kiungu. Hii furaha hii sio furaha ya mambo ya ulimwengu. Ni hali fulani ya ndani inayoletwa na Roho Mtakatifu, isiyosababishwa na tukio fulani. Hii furaha ni hali fulani ya kindani, mle ndani ya moyo wako, inaletwa na Roho Mtakatifu. Sijui kama imewahi kutokea pia, yani unasikia furaha moja mle ndani. Una pesa, yawezekana uwe hauna pesa, una chakula, hakuna kitu kizuri kilifanyika, lakini unasikia furaha kama vile inaota mle ndani, furaha nzuri sana. Unaweza ukachukua nyimbo za kitabu cha nyimbo za wokovu, unaanza kuimba, unasikia furaha. Ndio furaha ya Mungu hiyo. Sasa hiyo furaha hiyo lazima idumu ndani yako, sababu katika hatua inayofuata nitatuonyesha hii furaha unaipataje. Sawa? Sababu hii furaha ni kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Hii furaha inafungua hata milango ya kiroho. Hii furaha inaweza ikaleta hata malaika kuja kukuangalia. Hii furaha inaweza hata ikamshinde shetani, ni silaha. Na hii furaha unaweza ukaipoteze. Kwa hiyo tutaona pia unaipoteza aje. Sawa? Na hii furaha kuna mbinu za kufanya idumu ndani yako, uwe mtu wa furaha. Hapana furaha kwa sababu ulipata $500. Sasa hii furaha unailindaje? Hii furaha ni tofauti na raha, sababu kuna tofauti kati ya furaha na raha. La joie et plaisir, kuna tofauti. Sasa hapa hatuongei kuhusu raha, tunaongea kuhusu furaha, ambao ni moja katika lile partition ya ile tunda la Roho. Unanipata vizuri hapo? Hii furaha sio kucheka. Kitu kingine lazima uelewe vizuri. Ila hii furaha inaweza kusababisha kucheka. Lakini hii sio kwa sababu unacheka, yani ule jamaa ana furaha kabisa, sura yake iko nzuri, ana furaha. Hii furaha unaweza ukawa unafunga sura hivi na unayo. Umeelewa hapo? Kwa hiyo hii ni furaha nyingine tofauti. Naomba ufungue kwanza Biblia yako. Fungua katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 16:11. Zaburi 16:11. Zaburi 16:11. 16:11. Cha kwanza, hii furaha inatoka kwa Mungu. Sawa? Inatoka wapi? Kwa Mungu. Utanijulisha njia ya uzima. Utanijulisha njia ya uzima. Mbele za uso wako. Mbele za uso wako. Ziko furaha tele. Ziko mbele za uso wa nani? Wa Mungu. Ziko furaha tele. Mbele ya uso wa Mungu ziko nini? Furaha tele. Unaweza ukasimamia hapo ili tuende haraka. Hii furaha inadumu hata wakati wa majaribu. Inadumu hata wakati wa majaribu. Yaani hata majaribuni una hii furaha. Hata wakati M23 inapiga, wewe una nini? Hii furaha. Yakobo 1:2. Yakobo 1:2. Ndio. Soma Yakobo 1. Yakobo 1:2. Yakobo 1:2. Ndugu zangu, hesabuni kuwa furaha tupu. Hesabuni kuwa furaha tupu. Ukiangukia katika majaribu. Yaani unapoanguka katika majaribu mbalimbali, uhesabu kwako ni nini? Furaha tupu. So hii furaha ni tofauti sana. Vitu gani vinaleta hii furaha? Niende haraka haraka. Kwanza, hii furaha inaletwa na Mungu kama nilivyosema. Jambo la pili, hii furaha inaletwa na wokovu. Ndio tunasema tunajua sote furaha ya wokovu. Ndio hii sasa. Yaani furaha ya wokovu ni moja miongoni mwa partition ya tunda la Roho. Kwa hiyo hii furaha unayo tu kama umeokoka. Kama hujaokoka huwezi pata hii furaha, haiwezekani. Jambo lingine, hii furaha inaletwa na neno. Kitendo cha wewe kupenda sana neno,
kusikia neno. So unaona kanisa wakati neno linatoka, kuna watu wanafurahi. Kuna wengine pale wanaanguka ni furaha tu, si eti alijazwa, si eti ni ile furaha tu ikizuka sana mle ndani. Sababu kuna mtu anaweza ngao pale unamfuata, ndugu, kuna nini? Uliona nini? Akasema sikuona kitu, mimi nilisikia tu furaha mpaka nikaanza lia. So hiyo furaha yenyewe ni tunda la Roho Mtakatifu. Nipatishe ni katika lile tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo furaha inaletwa pia na neno. Hii furaha inaletwa pia na ushirika. Ile kushirikiana kunaleta nini? Hii furaha. Na hii furaha mwisho inaletwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii furaha ni silaha katika ulimwengu wa kiroho. Hii sio furaha ya kawaida, ni silaha nzito sana tena sana. Linalofuata ni amani. Ila naona amani tutaongea basi siku nyingine. Baada ya furaha si ni amani? Imani. Naona imani tutaongea siku nyingine kulingana na muda jinsi unavyoenda. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaendelea na ili fundisho letu la kukomaa kiroho. Na hii sasa ni partition ya pili. Naamini ya kwamba hili alitakufanya tena kuwa mtoto mchanga katika ulimwengu wa kiroho, lakini litakufanya uwe mtu ambaye umekomaa. Basi Bwana wabariki, tuonane tena kesho. Amen.